عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير أمد وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuko katika sehemu yetu ya 16 leo katika madarasa zetu za tasawufi. Katika darasa yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinasema kwamba al-ihtirami inda amiri, namna kuweza kumheshimu kiongozi yeyote yule ameletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe kiongozi wa dini au si kiongozi wa dini, lakini uongozi Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayetoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mliomwamini Mwenyezi Mungu, atiu Allah, mtini Mwenyezi Mungu, wa atiu rasula, na mtini mtume wa Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, na wale ambao wenye mamlaka miongoni mwenu. Miongoni wa viongozi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio alianza kuwatanguliza hivyo. Sasa darasa yetu ya leo tunaelezea habari hiyo ya viongozi. Ilmu tasawuf, ilmu al-batiniya. Elimu ya tasawuf ni elimu ya ndani, huwa islahi al-qalbi, inatengeneza moyo, hata yahsulu dhikrullah, mpaka inafikia katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tulivyosema kwamba elimu ya tasawuf ni elimu ya moyo, kama akhbarana nabii sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyotuhabarisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema inna mahali nadhri rabbi, haka mahala anapotazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa alqalbi, katika moyo. Faqala, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inna Allah, haka Mwenyezi Mungu la yanzuru ila ajsamikum, Mwenyezi Mungu haangalii miili yenu, wala suwarikum, wala Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu, walakin yanzuru fi kulubikum, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia katika nyoyo zenu, wa amalikum, pamoja na matendo yenu, jinsi ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokelewa na Muslim. Na katika habari hii, hadithi hii ni ya 2564 kwenye kitabu kinaitwa Al-Mawsu'at, kwenye mjeledi wa kwanza ni hadithi ya 2564. Ndio pale bwana mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyoangalia Mwenyezi Mungu, anaangalia katika nafsi na wala haangalii katika miili yetu, hapana. Na ukiangalia katika habari kama hiyo, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyopambanua, anasema jinsi ya kuna ugonjwa wa nafsi. Anasema al-kibri, kwanza kibri ni jambo baya sana kuwafanyia viongozi. Kibri ni jambo baya sana kuwafanyia hata mtu mwingine yote, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba al-kibri min amradhil qulubi, kiburi ni maradhi, ni ugonjwa wa moyo. Wa huwa wahid yakfi lidukhuri nari, yani inatosheleza kabisa kiburi mtu kumuingiza motoni. Bidalili kaulihi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa dalili ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ushahidi bwana mtume Muhammad anasema kwamba yaqul la yadkhulul janna, hawezi akaingia mtu peponi, man kana fi kalbihi mithqala dharratin min al-kibri, mtu yote mwenye chembe kidogo sana katika katika moyo wake akawa na kiburi, basi huyo mtu hawezi kuingia peponi. Hiyo ni hadithi ambayo iko katika hadithi ya 263. Kwa hiyo mwanadamu unapokuwa na kiburi, jua kwamba wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatakuwa pamoja na wewe, na unapokuwa na kiburi kumfanyia mtu yote, Mwenyezi Mungu hatakupenda vile vile. Kwa hiyo kwa hali anasema fayambaghi, sasa tunaambiwa sasa fayambaghi, inafaa sana, amara, ajiamrishe mtu kwa mtu yote, ajiamrishe nini? Nafsi, katika nafsi yake ajiamrishe mwenyewe, ala sidqin, awe mkweli,
awe mkweli na asiwe na kiburi cha aina yote, awe mkweli. Anasema linafsi, katika nafsi yake. Nini? Liamiri, kwa kiongozi wake. Amara binafsihi, ajiamrishe kwa nafsi yake mwenyewe. Ala sidiki, kwa kuwa mkweli. Ala amiri, kwa kiongozi wake. Kama tulivyosema kama leo baada yetu ni kuelezea jinsi ya kiongozi. Kwa hiyo kila mtu awe kiongozi wa dini, awe mtu wa dini au si mtu wa dini, ajiamrishe katika nafsi yake, ajiamrishe kwa kiongozi wake, awe mkweli. Wa khilasihi ala nafsihi ala Allah, tena ajitakaze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba huyu ajione kwamba ninachokifanya hiki ni jambo ambalo ni la kweli, wala sidanganye kwa kiongozi wangu. Fa ama adabu inda al-amiri, ama adabu kwa kiongozi, anasema imtithali amri, awamiri. Kwanza atekeleze amri, kwa mtu yote atekeleze amri kwa kiongozi lazima. Hata yaghsulu kalmaiti baina yadi mughassila, kama vile awe mpole sana, kama vile mtu kama kiongozi, kama vile maiti anavooshwa na yule muoshaji, basi ni lazima awe mpole namna hiyo, mtu ambaye alikuwa ni mtu wa kawaida. Usimfanyie kiburi cha aina yote kiongozi wako. Jambo lingine anasema asidiku la amiri, awe mkweli kwa kiongozi. Wal mahabbatihi min nafsihi, tena ampende kiongozi kwa nafsi yake, sio kumdanganya. Awe kiongozi wa serikali, awe kiongozi wa aina yote, ni lazima wewe mtu umfanyie ukweli kabisa bila kumdanganya kwa aina yote. Kama wewe madam mtu raia, basi lazima umfanyie ukweli kiongozi wako. Wa malihi, na atoka na mali yako, wala usimfiche kiongozi wako kwa bwana mimi siwezi kumfanya kitu. Maadamu ni kiongozi wako, basi ni lazima umheshimu na umfanyie jambo lilikuwa jema sana. Sasa jinsi ya siku moja, nasema jaa rajulu ila sheikhu shuyukhi. Hii ni kisa ambacho kwamba mtu anasomesha darasa, kiongozi anasomesha darasa, halafu akaja mtu mmoja pale akaleta maswali yake kumkejeli. Sasa huyu tumsikilize, huyu bwana mkubwa huyu. Anasema jaa rajulu, alikuja mtu mmoja ila sheikh shuyukhi, kwa kiongozi ambaye sheikh huyu ana sheikh shuyukhi, maana sheikh shuyukhi sheikh wa masheikh. Nani huyu? Imam al-Azam. Tena huyu alioendea kumkejeli namna hii ni kiongozi ambaye alikuwa ni kiongozi mkubwa. Ni nani? Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibn Thabit ni kiongozi ambaye kwamba almaarufi hiyo imam huyu anaitwa Nu'man jina lake, lakini hasa jina lake kamili anasema almaarufi Abu Hanifa. Huyu Abu Hanifa siku moja alikuwa kamekaa darasani, ndio hapo jaa rajulu, alikuja mtu mmoja ila Sheikh Shuyukhi Nu'man ibn Thabit, akaenda kwa Nu'man ibn Thabit almaarufi Abu Hanifa. Huyu bwana mkubwa mwingine akaja kwa Abu Hanifa. Hina idhi Sheikh Nu'man, muda ule mzee Nu'man yatadarasuna taramidhihi fi madarasihi 70 al-tiramidha. Anasema alikuwa na wanafunzi 70. Imam Nu'man huyu Abu Hanifa alikuwa anasomesha darasani kwake. Baada ya kusoma darasani kwake, alikuja mtu mmoja namna ya kuweza kumkejeli. Faqala rajul, akasema yule mtu alikuwa kwa Abu Hanifa, ana jaa ilaika, mimi nimekuja kwako hivi sasa, namshi ana wa anta, tuende mimi na wewe. Yani anamwambia shekhe, bwana angalia, namshi ana wa anta, tuende mimi na wewe, kadami bikadami, nyayo kwa nyao, ayo mguu kwa mguu tuseme, ila rabbika twende kwa Mola wako. Si unasema kuna Mungu na unasomesha vijana hapa, sasa unasema kuna Mungu. Sasa Mungu wako mimi nataka nikamuone, twende mguu kwa mguu mimi na wewe tukamuone Mungu wako yuko wapi. Angalia kijini ambaye kijinga sana. Faghadhiba talamidhi, wanafunzi wakasirika sana. Huyu bwana anakuja kumwaibisha shekhi wetu hapa. Wakakasirika wale vijana. Baada ya kukasirika, waghadhiba wa arada yadhribu, wanataka wampige yule mgeni yule, wanataka wampige yule bwana alikuja kumfanyia kejeli yule kiongozi pale. Faqala Sheikh Nu'man, akasema mzee Nu'man, dhari umacheni huyu, msimpige, la tadhribu, msimpige huyu, mwacheni tumsikilize kwanza. Faqala Nu'man, akasema Nu'man li rajuli, kumwambia yule bwana alikuja pale, ana sual, wewe unasema tukamwone Mungu wako. Sasa mimi ni shekhi, lakini mimi nataka nikuulize swali.
Kama uliza, akamuuliza naye. Faqala Numan, anasema li rabbi anta aqila tamma, hivi wanasema tukamuone Mungu, tutembee mguu kwa mguu mimi na wewe tukamuone Mungu, wewe una akili utimie sawa sawa? Una akili wewe ndio kuja hapa? Qala rajul na'am, akasema mimi na akili zangu timamu kabisa, nimekuja zangu na akili kamili, nimekuja wewe na mimi twende kwa Mungu, ukaniambia ukamuone kuonyesha Mungu wako yuko wapi, ninazo akili. Faqala Nu'man, akasema mzee Nu'man yule, aina aqlu, hebu nionyeshe akili yako iko wapi bwana, akili yako iko wapi? Qala rajul, akasema rajul mwanamume yule mmoja alikuja pale, ana bana baitu kabirun, mimi akili zangu bwana hasa nimejenga nyumba kubwa sana, nimejenga nyumba kubwa sana. Uskutu, anasema usukuna, nakaa mimi usrana pamoja na familia yangu yote pamoja, yani katika ukoo wangu mzima wote tunakaa katika nyumba hiyo. Amina mutmainna, tena kwa amani, kwa salama na amani kabisa tumekaa katika nyumba hiyo, wala tuna wasiwasi. Ndio akili yangu mimi ndio ilivyonipelekea. Faqala Sheikh Numan, akasema mzee Numan Abu Hanifa akamuuliza yule bwana, ukhriju akluhu ya rani, hebu kama una akili kweli wewe nionyesha, itoe akili yako ujiweke hapo nione. Maana sikamwende kwa kejeli, naye kama anamkejeli sasa, wewe itoe akili yako uiweke hapo na mimi, usiotaka wewe na mimi tukamwone Mwenyezi Mungu, basi na wewe sasa uitoe akili yako iweke hapa nione kwamba akili yangu ni, uishike mkononi tuione akili yako ikoje. Fatahayara, basi yule bwana akaanza kuhamaki litalamidhi mbele mwanake. Faqala, akasema yule bwana, unzuru shaykhukum, hebu mtazame shehe wenu, anaambia eti nichukue akili yangu nishike, sasa akili nitashika namna gani? Ayumkinu ukhriju lakini, hivi inawezekana kuitoa mtu akili niweke hapa nishike mkononi? Faqala Sheikh Numan, akasema mzee Numan, kadhalika inna Allah laysa kamithlihi shay'un, hivyo unaposhindwa kuitoa akili yako kwa mahali ionekane haionekani, basi Mwenyezi Mungu hana mfano wa kitu chochote. Mwenyezi Mungu hana mfano, laysa kamithlihi shay'un, Mwenyezi Mungu hana mfano wa kitu chochote. La tudriku al-absar, Mwenyezi Mungu haonekani kwa macho. Wa huwa bikulli shay'in alim, lakini Mwenyezi Mungu kila kitu yanajua, kila kitu Mwenyezi Mungu anaona yeye. Wa huwa bikulli shay'in alim, na kila anakijua, na kila kitu anakiona, kila kitu na kila kitu anakifahamu kabla huja kitoa katika kukitamka. Ndio hapo aljahilu mautu kabla mauti, yani mtu mjinga ni kafa kabla hajafa kweli. Yani anasema kwa eti aende mguu kwa mguu akamwone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu ni mtu ambaye hana akili. Kwa maana hiyo watu wa namna hiyo wako wengi. Anaona watu wanaswali, anasema naswali bwana, Mungu yuko wapi bwana? Naswali, Mungu yuko wapi bwana? Kwa hiyo katika wanadamu hawako namna moja, kila mmoja yuko katika hali yake nyingine kabisa. Kwa maana hiyo kwa kila Muislamu unapofanya ibada, unapotaka kufanya ibada, ni lazima uwe na mazingatio kamili kwamba hichi ninachofanya ni cha kweli. Kwa hiyo katika pale anasema wala yatakallamu ma khafala qatu, tunazungumza jinsi ya mbele ya shekhi wako, mbele ya kiongozi wako, mbele ya mzee wako au mbele ya kiongozi wako. Anasema wala yatakallamu fi majlisihi qatun, usizungumze chochote mnapokaa na kiongozi wako au wa dini au wa serikali, illa biidhnihi amirun, ila isipokuwa kwa kiongozi, kwa idhini yake, kwa ruhusa yake huyo kiongozi wako. Akikwambia sema ndio nasema. Fa inna almuridu, haka muridi yote, kiongozi ambaye alikuwa mpenzi wa Mwenyezi Mungu yote, idha raghiya, anapolelewa la amiru na kiongozi wake, yanalu nafahati, basi atapata cheo, atapata heshima. Unapolelewa na kiongozi wako na unapoheshimu katika malezi ya kiongozi wako anapokulea, basi unapata heshima zake, maana yake unakuwa na mwenendo wake. Ukimwiga kiongozi wako anapoishi, basi nawe baadaye, maadamu ukishakuwa kijana, baadaye Mwenyezi Mungu anakupa daraja kama vile ulivyokimheshimu kiongozi wako. Kwa hiyo kiongozi ni mtu muhimu sana, lazima awe anaheshimiwa. Kisha tunaendelea kuambia kwamba faya saada man ahsana wa ra'iyahu la amiran, ewe mwenye kupata mafanikio. Faya saada, ewe mwenye kupata mafanikio. Man ahsana, mwenye kufanya mema. Mema ni waraiya, na ukalelewa la adabu, ukawa na adabu inda amiri, mbele ya kiongozi wako,
ukaleleka vizuri katika kwa kiongozi wako, basi na wewe baadaye, maadamu umelelewa na mtu mkubwa, na utakuja lea watu huko nyuma, utakuja lea watu. Ni lazima na wewe uchukue adabu ile, heshima, umheshimu mzee wako, na vile huko nyuma, huko mbele utakuja heshimiwa na wale ambao utakayewaongoza. Wa ya khasratan, mwenye kupata hasara, man asaa, mwenye kumkosea, wa khataa, akafanya makosa makubwa sana, ala amiri, juu ya kiongozi wake. Huyo ni hasara vile vile. Unapomfanyia jeuri kiongozi wako, basi na wewe iko siku mbeleni huko, huyo kiongozi akishakufa, wewe ukishakuwa kiongozi wewe sasa, basi hawa wali nyuma yako nao watakufanya vituko, usije ukalalamika. Kwa sababu ya nini? Fa inna kisasa haku, kisasa lazima ukilipiza. Wewe kama ukipata shida sana kumnyenyekea kiongozi wako, basi na wewe huko nyuma utakuwa, huko mbele utakuwa heshimiwa, utakuja kuwa mheshimiwa. Fa amal muridi, ama kwa muridi yoyote yule katika upande wa tarika, suul adabun ikhwani, anakuwa na adabu mbaya sana kwa ndugu zake mtu. Yani kama mtu muridi au kwa mtu yote anapokuwa na adabu mbaya sana kwa ndugu zake. Kama vipi? Man nadhara aiba akhihi, angalia, hiyo ni suul adabu, ni adabu mbaya. Ipi hiyo? Man nadhara aiba akhihi, mwenye kutazama aibu ya ndugu yake, wa hamalahu, kisha akaibeba aibu ile kina ukitangaza, ila mahafa, alikumtangaza kwa wenzake. Fulani umeona yuko bana, ile mtu mpuzi sana, mnamuona mwema yule, si mtu mzuri yule bana. Wewe unachukua aibu ya ndugu yako kuna kutangaza kwa watu wengine, basi hiyo ni nini? Suul adabu, na adabu mbaya. Lazima muhifadhiane, muheshimiane. Kuchukua aibu ya mwenzako kumpeleka ukatangaze huko, jambo ambalo baya sana. Ndio hapo anasema kwamba ni adabu iliyo mbaya. Man nadhara, mwenye kuitazama, aiba akhihi, aibu ya ndugu yake, wa hamala, kisha kaibeba aibu ile, ila makhafa, likenda kuitangaza kwa watu. Hiyo nini? Suul adabu. Fa huwa sahibu shaytani, tena huyo ni rafiki ya shetani. Mtu huyo anachukua aibu ya mwenzake apeleke sehemu fulani akamtangaze, huyo ni rafiki yake, ni shetani. Waman la adaba lahu, mtu kama hana adabu katika kwa nini kwa ndugu yake, basi huyo kharija min at-tariq, huyo ametoka katika tarika, haipo. Unapotoa aibu ya wenzako unapeleka kumtangaza mtu kwa aibu hiyo, kwa ambaye mwenyewe kama yupo anakasirika, unakwenda kumtangaza, basi wewe umetoka katika Uislamu, katika kwenye Uislamu humo na katika tarika humo kabisa. Wayansa ikhwani biduai, wala yansa bidua bi ikhwanihi biduai, wala usisahau kwa ndugu zako, yani kukufanyia dua. Kila unafika sehemu fulani, ni lazima unamwomba mtu akufanyie dua, ufanyiwe dua, kwa sababu wewe hujajijua kama katika nafsi yako Mwenyezi Mungu amekuweka mahala gani. Umuombe na kwa ndugu yako, uwe mnyenyekevu, kuomba ndugu zako, jamaa zako, jamani tafadhali naomba mniombe dua. Na vile vile katika mtu muridi, katika muridi au kwa Muislamu yote yule, wala taakulu taama, usipende kula peke yako. Unapokula hata chakula hiki, usile unakula peke yako. Wenzako wanakula, wewe unakula, alafu wenzako wanakutazama, unaonekana wewe ni nini? Ni mtu mwenye adabu mbaya, huna heshima nzuri. Wenzako chakula nakipenda, lakini wewe unakula peke yako kama mnyama vile, haipendezi. Munfardi, kula peke yako, haipendezi. Illa biudhuri, isipokuwa kwa udhuru. Kama kwa udhuru, basi unaweza kula peke yako, hawapo watu, au wenzako chakula tayari sasa wamekuachia wewe, jamani ndio tu hasi chakula, hapo unaweza kula peke yako. Lakini umekitafuta alafu unakula peke yako, wenzako wana njaa lakini unakula peke yako, hiyo inakuwa nini? Suul adabu, adabu mbaya hiyo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ista'inu min jari su'i, vile vile sana jiepushe sana na jirani alikuwa mbaya. Jiepushe, maana yake kutomfanyia ubaya. Wewe mfanyie, usimfanyie ubaya, lakini yeye acha kufanyia ubaya, lakini wewe usimfanyie ubaya. Watu wanasema, kuna Kiswahili inasema kwamba jirani mbaya usimuone haya, umseme vibaya. Hivyo bwana, hivyo. Kwa hiyo jirani kama ni mtu mwema, ni mbaya, wewe mfanyie wema. Wewe unataka uwe kiigizo kizuri, na kama unakuwa kiigizo kizuri, ndio Mwenyezi Mungu anakupenda vile vile. Lakini unapokuwa ni una roho mbaya kila siku, watu wanakuchukia kabisa.
Naudhu billahi min jari su'i. Tujilinda kwa Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu atulinde na majirani wabaya. Ukiona una jirani mbaya basi wewe kila siku jipendekeshe tu, wala usimfanyie ubaya. Jina kama una chochote na riziki mpe tu. Ubaya na mimi hadi hajanipa, na misimpi haiwezekani. Usirejeshe katika baya kwa baya, hapana. Kila mtu alikuwa mwema basi mfanyie wema, alikuwa mbaya wewe mfanyie wema. Ndio wanavyotakikana. Kwa hiyo tunapokuwa katika watu wema namna hiyo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda, na akitupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio tunakwenda katika kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na namna ya kuwaheshimu viongozi, kwa hadithi ambayo imepokewa na Abu Bakar Siddiq, wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, amesema Abu Bakari kwamba raaitu nabiyya fil manami kad jaani. Abu Bakar Siddiq anasema wakati bwana mtume alikushafariki, na kama nilivyofahamu kwa Abu Bakari na bwana mtume ni kama chanda na pete, walikuwa wanapendana sana. Sasa mpaka akamjia kwenye usingizi, ndio sana Abu Bakari anahadithia hapa kwamba kad jaani, alinijia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, raaitu, nilimuona fil manami, katika usingizi. Alipokuja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye usingizi, anamuotesha sana Abu Bakar Siddiq, faqala, akasema, wa hadhani biyadihi faqala, akanishika mkono akasema, yani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ile ukimwota bwana mtume umemwona kweli, wala hakuna shida. Sasa Abu Bakari akamuona bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye usingizi, akamshika mkono. Faqal, akasema, ya Abu Bakari, ewe Abu Bakari wewe, unzuru ila janna ila jahannam, hebu tazama katika moto wa jahannam pale. Unzuru ila jahannam, angalia katika jahannam. Falamma nadhartu ilaiha, Abu Bakar anasema nilipotazama katika moto, raaitu jamaa, niliona jamaa wengi sana, jamaa kathiratun, wengi sana niliona katika moto, mina almudhinibina, wenye madhambi, ujuhuhum, nyuso zao, mithlu ujuhu lihinzil aswadi. Allahu akbar. Abu Bakari anaangalia watu katika moto wanavyolalamika, nyuso zao kama nguruwe weusi. Huwa yashrabu damu, tena hao wanakunywa midamu kwenye moto, wasadidi na usaha, yani midamu na misaha, wanajigubia katika moto wa jahannam mle. Wanahirikuna fi nar, kisha wanaungua katika, wanakunywa madamu na misaha huku wanaungua katika moto wa jahannam. Fakultu, Abu Bakar akasema, nikasema kumuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mjumbe Mwenyezi Mungu, ma sababu haulai, sababu gani watu hawa mpaka wanateswa kiasi hiki katika moto wa jahannam, na wanaungua halafu wananyosha midamu pamoja na usaha? Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjibia Abu Bakari akasema, haulai, hawa watu, khatauhum, makosa yao, kanu yuudhununa, walikuwa nikiwaudha nini, wakiwaudhi kina nani? Al-amira, walikuwa wakiwaudhi viongozi wao. Hawa madhambi yao walikuwa wakiwaudhi viongozi wao fi dunia, hapo duniani. Famatu bila tauban, walikufa bila kutubia. Sasa wamekufa bila kutubia. Fahadha jazauhum, haya ndio malipo yao. Kwa hiyo ndio sababu wanateswa katika moto wa jahannam kiasi hiki, ni kiasi ndio imekuwa hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kwa kila mtu anayekuwa na ibada ni lazima unafanya ibada, lakini hajakuwa unamheshimu kiongozi wako. Adabu likulli waktin, tena uwe na adabu nyakati zote. Walikulli makami, na kila unaposimama lazima uwe na adabu na kiongozi wako wa aina yote yule. Na uongozi unaanzia katika kuheshimu katika ndani. Kama ni kijana, anza kumheshimu mama na baba. Baba na mama ni lazima, hawa ni watu lazima waheshimiwe sana. Wewe usitili hata neno hata chembe kusema mbele ya mzee wako ni jambo baya sana. Au kati nyakati zote, balagha mubalagha, ukishawaheshimu viongozi basi utafika walipofika wao, au utamfika kama kiongozi mtu mzima, kama utafika cheo alichokifika yeye, kama ukimheshimi basi utafika pale alipofika yeye. Wa man dhay'a la adabu,
Mtu yote mwenye kupoteza adabu, hakuheshimu wakubwa zake, basi fahuwa dhalla tariqa, amepotea kwenye njia. Mtu anakwenda polini huyo, dhalla tariqa, umepotea katika njia ya tariqa, humo kabisa. Kwa sababu ya nini? Huna adabu na viongozi. Qala Ibn Taymiyyah, amesema Imam Taymiyyah fi kitabihi yusamma, kwenye kitabu chake kinachoitwa nini, fatawa, kwenye kitabu cha fatawa. Kwa upande mwingine anasema almaarufu, kinaitwa kitabu hicho Jami'ul Muslim al-Masail, Jami'ul Masail, kwenye juzu ya 10. Kwenye juzu ya 10 anasema akasema kullu al-ma'ruf, kwa kila mtu mwenye kufanya jambo jema, mubalagha, naye atalikuta vile vile. Unaona, wa inna ma yanfa'uhu li'abdu, hakitamfaa jambo hilo mja huyo. Akifanya jambo jema, basi naye tamkuta atalifanya, maadamu kamfanyia huyo, basi naye huko mbele naye atafanywa hivyo. Alhubbi lillahi, lakini kubwa zaidi ni kumpenda sana Mwenyezi Mungu, kumpenda yule kiongozi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sio kama kiongozi mlevi, nimeambia niwapende viongozi. Usimpende kiongozi aliyokuwa mlevi, usimpende kiongozi aliyokuwa mwizi. Haiwezekani. Kwa maana hiyo ni lazima kila Muislamu, au kwa kila aliyokuwa ni muridi, basi muridi maana yake ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwe unakuwa na mahaba sana wa kuweza kuwapenda viongozi wako, kwa sababu ilmu tasawufi kasdi bihi, makusudio yake hasana as-salahi al-qulubi, islahi qulubi, kutengeneza nyoyo, wa firadiha ila Allah, na kujipwekesha kuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kumwabudu Mwenyezi Mungu, kufanya ibada, kujipwekesha maana yake uwe unaogopa machafu yote, unaogopa maudhi yote, unaogopa kila jambo Mwenyezi Mungu aliyokataza, basi na unaliacha moja kwa moja. Kwa hiyo kanu mubalaghu ba'd, utafika walipofika wakubwa. Unapokuwa na heshima na adabu kwa heshima wakubwa, basi utafika walipofika wakubwa. Na vile vile unapokuwa katika sehemu yoyote, ukae peke yako kwanza, ujiulize, mimi hapa nilipo ni jambo gani ambayo nimeshalifanya kwa watu mpaka mimi nikanifanya kwa watu mpaka likawafurahisha watu. Lakini katika linafurahisha watu, je, hili linamfurahisha na Mwenyezi Mungu vile vile, au kuwafurahisha watu tu? Basi jambo la kufanya wewe ukae, jambo lenye kumfurahisha Mwenyezi Mungu ndio ulifanya, hata kama watu wanakuchukia. Kila jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe lifanye hata kama watu wanakuchukia. Baada ya hapo, na wewe ukae na vijana wadogo sasa. Ukae na vijana wenzako, waelekeze sasa, jamani, tunapotaka mafanikio duniani na akhera, basi ni lazima tuwaheshimu wazazi wetu, na tuwaheshimu kaka zetu, tuwaheshimu dada zetu. Itakapofikia hatua hiyo, basi mambo yako yanakuwa ni mazuri zaidi. Wanapokuwa wanakusikiliza wewe, basi na wao vile vile unawajenga sasa. Lakini unawatengeneza watu, na wewe unajenga kwa watu wakubwa, na unawafundisha watu katika ile tabia iliyokuwa njema. Kwa hiyo ndugu zangu, katika darasa yetu ya leo ya tasawufi tunaishia hapa kutokana na muda, ila Mwenyezi Mungu akitujalia tutaendeleza tena wiki ijayo. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utuongoze katika njia iliyonyooka. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwatengeneze vijana wetu waipende dini. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujalie vijana wenye nyoyo ngumu katika kuswali waswali. Mwenyezi Mungu, tunakuomba Mwenyezi Mungu ujalie mashehe zetu hapo kaburini walipo, Mwenyezi Mungu uwape maisha mazuri. Mwenyezi Mungu utufungulie katika daraja nzuri duniani na akhera. Utupe pepo yako Mwenyezi Mungu na radhi zako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma jamilna bil afiya was salam wa haqqiqna bit taqwa wal istiqam. Allahumma lakal hamdu wa ilayka mushtaka wa bika musta'athu wa anta musta'an wa lakar rajaa. Ashraqa nurullah wa dhahara kalamullah wa thabbata amrullah wa nafadha hukmullah wa tawakkaltu ala Allah. Ma sha Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. تخصصت بخاف لطف الله وبلطف صنع الله وبجميل استر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله داخل فينا في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.